kushuhudia zaidi ambayo tumeweza kuyaona, kwa sababu ukiangalia fomu ya Fountain Gate hapo katika fomu nzuri. Mechi 5 za mwisho ukiangalia wameweza kufungwa magoli 9 na nafikiri wameweza kufunga magoli 4. Walifungwa goli 4-1, 3-1, goli nyingi wamefungwa. Kwa hiyo katika hizo mechi 9, katika mechi 5 wameweza kutoka sare mechi 1-1. Nafikiri ilikuwa ni dhidi ya Mashujaa, alafu tena wakaweza kupata ushindi wa mechi 1 dhidi ya Mbeya City. Wakaja wakapoteza dhidi ya Azam nafikiri na TRA. Yes. Kwa hiyo na hizo ni 5 za mwisho. Ukiangalia katika overall katika mechi ambazo wamecheza ambazo nafikiri hapo kwa mechi 14 19 wameweza kushinda mechi 4 tu katika zote hizo, na wameweza kufungwa zaidi ya magoli 20 na kitu. Kwa hiyo leo zikogeza kwa timu ambayo ilikuwa katika nafasi ya 14 na haipo katika nafasi nzuri. Goal difference mpaka leo anaingia it's more than 10 goals mbele zaidi. Kwa hiyo hapo katika mwelekeo mzuri, lakini kuna wakati timu inaweza kawa inapoteza, lakini unaiona kwamba ikiwa inapambana kutafuta kitu. Na ukiangalia katika machokoni nijua leo Simba kiingia, ni mechi ambayo mimi nitazamia kuweza kuona Simba pengine angeweza kwenda kupunguza gap. Na binafsi si kwa nia mbaya, Simba hawajanifurahisha kwa sababu unapokutana timu kama hizi ambazo ziko hoi, ndio wakati ambao unatakiwa uweze kutengeneza magoli mengi. Ndio mechi ambazo unaweza ukamtengeneza kuwa na mtu ambaye ana assist nyingi mchezaji, ni mechi ambazo unaweza ukatengeneza mfungaji bora, ni mechi ambazo inabidi ufunge magoli mengi ili kwenda kupunguza gap. Kiangalia mpaka sasa hizi Simba wako nyuma kwa pointi nyingi na msimu wenyewe ueleweki, kwa hiyo goal difference inaweza kuja kumata kwenye wakati fulani. Kwa hiyo sikupenda kuona ambavyo Simba walikuwa wanafika katika eneo la mwisho la Fountain Gate alafu wanakosa namna nzuri ya kawaida ya kuweza kuscore. Tulikuwa tunakwenda mpaka mapumziko Simba wakiwa na magoli 5 kwa sababu Fountain Gate walikubali kuwa timu ya pili, walikubali kuto kushambulia, walikubali kushambuliwa. Unajua kuna timu ambayo inaingia kiwanjani, unaona kwamba hii inaingia, ina defense kwa muda fulani alafu inatoka. Wao from the beginning waliweza kukubali kupokea Simba, na Simba walikuwa wanaingia. Angalia magoli ambayo wanakosa watu kama wakina Mwalimu, magoli mengi wanakosa wa magoli watu kama wakina Maema, wakina Chasa nani huyo, kina Dickson Kibabage, mstari wote wa mbele wale. Ukiangalia huyu Anset Aura au ukiangalia upande Gwe. Kwa hiyo ilikuwa leo ni siku ambayo pengine wangeweza kupata karamu ya magoli, na kwa sababu ni ligi, ingekuwa kama ni michuano labda ya mtoano, ungesema tunachoangalia ni kufuzu kwenye mtoano, labda tu kwa Tabora kwamba okay napata goli moja na, lakini hii ni ligi ambayo mwisho siku tunaangalia magoli ya kufunga, magoli ya kufungwa, goal difference unakwenda mbele. Kwa hiyo kile ambacho nimekiona kimekuwa ni pungufu ya kile ambacho nilikuwa nimekitarajia. Niweza kusema Simba leo ilikuwa ni siku ambayo pengine angeweza kuondoka na magoli 7, 8 mpaka 9 kutokana na ambavyo Fountain Gate wamekuwa hawako bora, hawako disorganized. Ukiangalia kama timu ambayo wakati mwingine kama haiko ligi kuu, kwa sababu uoni ikitoa ushindani au kuwa na plani yote kupata matokeo. Hatuoni Fountain Gate wakitoa ushindani wala plani yoyote ya kupata matokeo. Katalambula Yusufu, umeitazama Simba Sports Club, umeitazama Simba Sports Club kwa namna ambavyo umeshuhudia mchezo. Simba walikuwa na faida zaidi maeneo yapi? Simba walikuwa na faida zaidi kwenye eneo lao la kushambulia, kwa sababu wakati mchezo unaendelea tumeona Fountain Gate walipata changamoto, kwa maana waliumia wachezaji wawili, kwa maana Mwalimu akafanya substitution za ulazima, kwa maana wakaingia wachezaji ambao hawakuwepo katika plani yake, kwa maana alilazimishwa kufanya sub. Kwa hiyo baada ya kufanya vile tukaona shape yao ya ulinzi imebadilika ama imeshake, lakini Simba wakashindwa kutumia vizuri nafasi hiyo, tukaona wanakosa tu magoli. Kwa hiyo kwangu mimi changamoto bado ipo kwenye eneo la ushambuliaji, lakini kikubwa zaidi ambacho nimekiona, bado sioni Simba akiwa coached ama akiwa na ile chemistry. Yani mara nyingi sana unaona kila mchezaji anacheza kwa uwezo wake. Kuna muda unamuona hata goli ambalo amelifunga Libasege ni goli ambalo la uwezo binafsi, wala sio la kushirikiana. Ndio maana hata Selemani Mwalimu pia naye anapata tabu sana eneo la juu, kwa maana wanashindwa kujua mawinga zake pamoja na namba 10 ni wapi ambapo yupo na nimwekee. Nimeona hata Nixon Kibabage kuna baadhi ya cross ambazo wamekuwa wakizipiga zimekuwa zifiki kwa Selemani Mwalimu. Kwa hiyo nadhani bado anahitaji muda, kwa kuwa 80% ya timu ya Simba kwa hivi sasa ni wachezaji ambao wameingia dirisha dogo.
Ukianza kwa golikipa Mamadou Tenja Kasali, ukija kwenye eneo la ulinzi unakutana na Ismail Tule, lakini ukija kwenye eneo la viungo eneo la ushambuliaji unaona kabisa ni wachezaji wengi kwa asilimia kubwa ni wageni. Kwa hiyo sasa hivi naona wanacheza tu kumalizia msimu. Kama unakumbuka wakati Thomas Tuchel anaenda katika klabu ya Chelsea, aliwaambia pia kilichopo sasa hivi ni hakuna mifumo mingi, hakuna kuingiza kitu kipya. Tunachotakiwa sisi ni kucheza tu direct, tupate ushindi, tumalize msimu, alafu tutaenda kuitengeneza timu yetu. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho nakiona kwa Simba. Ubora zaidi ambacho hapo nacho ni hawa wachezaji wenyewe ambao wanatumia uwezo wao, wamekuwa na uwezo mzuri. Anicet Oura, Cletus Tota Chama, Libase Geye, ndo ubora wao nafanya Simba waweze kupata matokeo, lakini bado ile chemistry sijaiona kwa Simba, lakini pia bado sijaona mbinu zaidi ambazo zinatumika na mwalimu Steve Barker. Bado hajaona mbinu zaidi zinazotumika na mwalimu Steve Barker. Sasa tumsikilize pia Chief Nzobane. Unalipi Katalambula kwenda kwa Chief Nzobane? Tumeiangalia Simba jinsi ambavyo inacheza mara zote, ama mechi 2 ama 3 ambazo zimepita, tumeona Simba imekuwa bora sana kipindi cha pili, alafu kipindi cha kwanza anakuwa hapo dhaifu sana. Hii inatokana na nini? Nafikiri kwanza unaweza ukapata vitu vitatu. Jambo la kwanza ambalo tutalizungumzia ni kwamba Simba wameongeza kitu hasa kwenye ile fitness na intensity ya mchezo, kwa maana kwamba wanaweza wakatoa game nzuri kwa muda mrefu. Zamani Simba ilikuwa ikifika dakika 60 wanakata moto, walikuwa kufiti. Kwa hiyo dalili ya kwanza kwa Simba wameanza kuimprove ni kuona kwamba wanaweza waka maintain the same pace first half na second half. Wakati timu nyingi kipindi cha kwanza zinakuwa zinatumia nguvu nyingi kuweza kuzuia, na ndio siku nilikuwa nazungumza na Nalinga nikamwambia kwamba hakuna kitu kibaya katika soka la saizi kama kuamua kukaa nyuma moja kwa moja. Unapokuwa unakaa nyuma, maana yake itakulazimu ukabe sana, unakaba sana. Hasa kipindi cha pili ukiingia tena, Simba bado wapo katika the same pace ile, ni rahisi kuweza kukuadhibu. Kwa hiyo wanachokifanya ni kwamba wanatumia udhaifu wa timu nyingine, kwa maana kwamba haziko fit. Kwa hiyo kiwango cha utimamu cha Simba kipo juu ya timu nyingi ambazo hizo wanakutana nazo. Kwa hiyo unakuta kwamba wanaweza wakaendelea kupushi kwa kutumia the same pace, unaona pressure hiyo moja, na hii inapelekea opponent aweze kujikuta kwamba anachoka, na unapochoka ni rahisi kufanya makosa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo nikazungumza ni kwamba mwalimu amekuwa akiwa na mbinu tofauti, ambapo anakuwa anaanza first half ni tofauti na kipindi cha pili. Cha kwanza anaingia akiwa na malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kwenda kufanya total dominance, kwamba tuingie tukamiliki mpira kiasi kwamba tusitoe mwanya wa kuweza kushambuliwa whether ni counter attack au la, na tutengeneze uwiano wa namba katika maeneo yote, kwa sababu Simba walikuwa na changamoto kwenye kushambulia katika mazingira ya counter attack. Kwa hiyo tucheze katika kwenda katika asili ya kumiliki mpira na tukiwa wengi katika eneo moja. Kwa hiyo kwenye kila mpira panakuwa pana watu 4 mpaka watu 5 ili kuweza kukoteni mpira. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine kwenye first half pale mbele panakuwa pana watu wachache, kwa sababu lengo lao ni kuweza kumaintain maeneo yote ya kiwanja. Naona, lakini sasa kipindi cha pili akiingia anakwenda kuufungua uwanja na kuongeza namba kubwa kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine ile namba inakwenda kuongezeka, ni rahisi kuweza kuscore, lakini pia anaamua kutumia zaidi kwenye wide na kupiga mipira ya mbali. Kama unaangalia magoli ambayo yamefungwa katika mechi ya leo hii na ukirudi kwa mechi ya Dodoma, ni kama ni the same scenario. Kwa magoli yamefungwa, ukiangalia aina goli ambalo of course ni la kujifunga, lilifungwa ni kama goli la pili ambalo lilifunga Anicet Oura katika mechi iliyopita, baada ya kuwa wampata goli la kwanza. Unaweza kuona angalia aina ya goli la Chama lilofungwa, ameingia ndani kabisa katika eneo la karibia la 18, anatumia udhaifu wa safu ya ulinzi, anapiga. Unaweza kukalifana na goli ambalo alifunga Salim Mwalimu goli la kwanza akiwa ndani, baada ya kuwa ameweza kupresha laizi kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo nafikiri aina ya mpira ambao anakuwa na ucheza inabadilika na inakwenda kwa faida, hasa katika second half ambako opponent anakuwa amechoka na kuikuta kwamba wanafanya makosa mengi ambayo yanakwenda kuadhibu. Kumekuwa na vitu ambavyo vinazungumzwa kuhusu safu ya ushambuliaji ya Simba, kwa maana anaguswa Selemani Mwalimu, lakini kuna wakati alikuwa anatumika Ino Loemba kwenye lile eneo, lakini kwenye mechi kadhaa ambazo anaingia Elim Panzu amekuwa anafanya vitu vya kitofauti. Leo hii tumeona amepiga cross ambayo imeenda kuzaa goli la kujifunga, lakini pia mechi yake ya mwisho kabla ya kuumia dhidi ya Singida Black Stars ndiye ambaye alifunga goli la pili. Sasa amepona na leo tumeona mwalimu amemuingiza kwenda kucheza kwenye force number 9. Ni wakati sasa Elim Panzu kuanza katika lile eneo.
Nafikiri bado sijaweza kusema ni ndio au hapana, kwa sababu na yeye pia akiingia most of the times tunamuona anakimbia kwenye lile eneo. Ukiangalia mpira mingi maana anakuwa anapigia pembeni ya lile eneo. Kitu ambacho anakuwa anakifanya Loemba, kitu ambacho anakuwa anakifanya Aura, ambacho anakuwa anakifanya Gueye. Ninachokiona ni kwamba shida ya Simba sio tu kwa upande wa Selemani Mwalimu. Eneo lote la ushambuliaji linakosa utulivu. Ni kama vile wana pressure, lakini kitu kingine ni kama kila mmoja anatafuta ufalme wake. Yaani option ya kuweza kutengeneza mazingira mtu kufunga katika mazingira rahisi inakuwa ni option ya mwisho, sio ya kwanza. Na kwa nini? Kwa sababu kila mmoja haamini katika uimara wa mwenzake kwenye kufunga. Sio, unaelewa? Ile ukiangalia, yani Anseti Aura haamini kwamba Selemani Mwalimu anaweza kama mfungaji wa timu. Yaani pengine yeye anajichuzuri la kuona la kufunga kuliko Selemani. The same to Chama, na yeye pale mbele saizi muda mwingi ukiangalia anajaribu kutaka naye kuwa mfungaji kama unafuatilia. Yes. Sio Chama ambaye alikuwa anatoa pasi nyingi za usaidizi wa kuweza kufunga. Muangalie Aura the same. Kwa hiyo kitendo cha kushindwa kupata mtu mmoja ambaye ndio main ndio mnamwangalia kama mfungaji, maana inapelekea mtu akiwa katika eneo lolote aweze kuona anaweza kufunga hata kama eneo inakuwa ni kwenye engo ngumu. Kwa hiyo unalazimisha ukiamini kwamba nafasi hii pengine nikitoa pasi nitakayempatia hawezi kutumia au anaweza akafanya kitu ambacho ni cha chini kuliko mimi. Kwa hiyo ni kitu ambacho na hii inakuja wakati mwingine sio kwa kuambiwa, ni kutokana na mtawanyiko wa magoli. Lakini timu ikiwa na kama kipindi kile nakumbuka wakati Simba wana Medi Kagere, wakati Yanga wana Mayele, ilikuwa ukishamuona Kagere tu utampa tu mpira kwamba huyu jamaa anaweza anatupia. Unaelewa? Au ukimwona Mayele utampelekea mpira kwa sababu naamini kwamba nikimpa mpira mitatu, mpira mmoja atafanya nini? Atafunga. Kwa hiyo kukosekana ile consistency ya mtu ambaye anakuwa ana uwiano mzuri wa kufunga kwenye kila mechi, kuna kwenda kumpunguzia uhalali mshambuliaji wa kuweza kuaminika. Ndio maana ukuta wakati mwingine Mwalimu anapata mipira ambayo ukiangalia ni kama ni by the way pass. Yaani haikuwa pasi yake yeye, imepiga tu kipa imemkosa, mpeka mguu ameikosa. Yaani sio kwamba pasi ambayo ameelekezewa kwamba chukua pasi hiyo kafunge. Kwa pasi nyingi anazikutia tu. Inapigwa cross, mabeko michanganya, yeye kisha kapiga mgonga mwamba. Lakini haikuwa exactly mtu alikuwa amemlenga yeye. Kwa hiyo ni kazi ya Mwalimu kuweza kuona either aamue kuibadilisha timu, lakini wakati mwingine Mwalimu akishagundua kwamba anakosa mshambuliaji mwenye accuracy kubwa, uwaga anakuwa anawaambia eneo lote la mbele ukifika wewe fanya. Yaani anapa uhuru kwamba yoyote anaweza kafunga wakati wowote. Sasa hiyo nayo ina faida yake, lakini moja ya hasara katika mechi kama za leo hii, maana yake wakati mwingine mnakuwa mnajaribu mnakosa. Nafasi ambazo Simba amekosa first half ni nafasi nyingi kuliko ambazo ametengeneza second half na ambazo ameweza kuzitumia. Mechi kama ile nilivyozungumza ilikuwa ni mechi ambayo Simba anaondoka akiwa ana magoli 7 na magoli 8. Sawa. Mechi ya namna hii ni miongoni mwa mechi ambazo Simba angeweza kuondoka na goli nyingi, goli 7, 8, yote inawezekana. Sasa kwa wakati huu tukiwa tunaendelea kupitia ambayo yanahusu michezo, mchezo husika huu, kila mmoja ataniambia kwa upande wake. Katalambula, wewe kwa upande wako man of the match ni nani? Kwangu anayestahili kuwa man of the match ni Clatous Chota Chama. Kwa nini? Kwanza amefunga goli, lakini pia energy ambayo ameitumia, tumeona mara kadhaa yeye ndiye amekuwa kiunganishi, kwa maana mara nyingi amekuwa akitoa timu chini kwenda juu. Kwa hiyo kwangu mimi yeye ndo amestahili kuwa man of the match. Yaani hata nikipanga rate yake inakuwa kubwa kuliko wengine. Sawa. Huo ni kwa mujibu wa Yusufu Katalambula. Kwa mujibu wa Chifu Nzobane, Mr. Dominic Salamba, man of the match kwako ni nani hasa? Ni huyo Chama. Yes, of course, kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza Simba alikuwa kwenye pressure kubwa sana ya kutafuta goli. Mwamuzi anakuja anaongeza dakika 6, bado Simba wanakuwa walioni goli. Kwa hiyo anakuja kupunguza hiyo pressure. Unajua mechi kama hizi kadri muda unazidi kwenda ukiwa hauna uwezo wa kuscore, ndipo ule umakini unavozidi kupungua. Yaani accuracy. Yaani kadri unazidi kukosea kwenye mpira ndio unazidi kukosea zaidi. Kwa hiyo yeye ndo alikuja kuipunguza pressure, lakini pia ndo alikuja kubadilisha mindset ya Fountain Gate, kwa maana kwamba waliingia kwamba sisi tukae nyuma tu. Tukae nyuma tutafute sare. Kwa hiyo baada ya kuwa anakuja ku-unlock hiyo sare na kuja kufunga goli la kwanza, manake cha kwanza aliweza kwenda kupunguza pressure ya Simba kwamba tayari tunaongoza goli moja.
Kwa hiyo kila mtu anaamini hapa sisi tunaongoza mbele goli moja. Lakini pia akaja kuongeza confidence kwa upande wa Simba kwa hata nisipofunga tayari tunaongoza. Lakini cha tatu akaja kulazimisha hao Fountain Gate waweze kubadilisha plani kwamba kama tuliingia kuitafuta sare tayari tumekosidi goli moja, kwa nini tukae nyuma? Kwa hiyo wanaamua kutoka. Wanapotoka ndipo wanakwenda kuona ule udhaifu ambao wako nao, kwa sababu plani yao walikuwa wameingia na plani hii moja kwamba plani yote tukazuia. Kwa hiyo kwa alichokifanya ndio kilikwenda kufanya mchezo kwa ujumla wake kutoka na matokeo ya magoli 3-0, kwa sababu yeye ndo alikuwa ameenda kufungua game. Kwa binafsi naamini kwamba Chama ndio alideserve au anadeserve kuwa man of the match katika mechi ya leo. Dominic Salamba, Simba ni kama kwa mechi mfululizo hivi sasa inaonekana kujipata. Wanafunga si chini ya mabao 3. Ndani ya mechi 2 wamefunga bao 6, wameruhusu bao 1. Simba iko tayari kukabiliana na Young Africans hata sasa? Yes, wako tayari. Ndio mechi ambayo kwa upande wangu, lakini ndio mechi ambayo kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka yote mingapi, 5-6, na kwenda kuiweka mzani sawa. Sijawahi kuipa mechi ya Simba Yanga hapa karibuni zote 6-7 kwamba ni 50-50, sijawahi. Nilikuwa nampanga 70-30, 70-30, 80, ndio hivyo. Lakini katika mechi hii, hata mechi ya Zanzibar nilimpa Yanga 70%, Simba 30. Lakini mechi hii ndio mechi ya kwanza ninakwenda kusema kwamba yoyote anaweza kafunga. Yanga hii inaweza ikapasuka kwa Simba. Mechi hii inayofuata yoyote anaweza kupasuka, ni 50-50. According to me. Ni kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita. Ni kwa sababu Simba atakuwa nyumbani au? No, kuna kitu mimi nakiangalia, lakini sio lazima wengine wote waweze kukiona. Kuna hali fulani ambayo Simba wanayo wachezaji. Kuna ongezeko la kinishati, kuna matamanio ya ushindi, lakini saa hizi wameongezeka kuwa na watu ambao wanaweza kufanya kitu wakati wowote kikawa kitu chenye manufaa. Yaani Simba ilikuwa inakosa mchezaji ambaye anaweza kazunguka yafa kaokota. Hujanielewa? Yaani unaona kama yule Daniel Basseger. Yaani of course sio the top classic player, lakini kwa aina ya uchaji wake pamoja na mapungufu yake inakutaka wakati wote wa mchezo uone serious. Hujanielewa? Yaani hata kama afungi, hata kama ana madhara, kwa aina anavyocheza inakupasa wakati wote wa mchezo, yaani usimwache hata sekunde moja yuko peke yake. Hasa wachezaji wao Simba saizi wanao 3. Manake wana Libase Gwe, wana Limpanzo na wana Anicet Yaura. Manake hao watu wote 3 hao, ama hata mmoja ambaye anasema okay kaa naye mtu mmoja hayupo. Kwa hiyo maana yake inakwenda kuongeza pressure kwenye safu ya kiungo na safu ya ulinzi wa Young Africans. Kwa maana kwamba kama Medi Hussein anaamua kukaa na Anicet Yaura, lazima akae naye mazima. Kama ni labda ni huyu ya Okwasi au kama ni Zelimwenda anaamua kukaa na Libasegwe, basi bila akae naye mazima. Alafu kuna mchezaji mmoja hapa atoke na Mpanzo. Sasa kwa haina au kwa namna ambavyo Yanga imekuwa ikicheza kwa siku za karibuni, ile tempo yao ya mchezo ilivyokuwa, of course wanamiliki mpira sio sana, lakini kwa tempo ya chini. Ni timu ambayo inashambulia kwa taratibu tofauti na hapo nyuma kidogo, lakini pia uwezo wao wa kuweza kumiliki mpira, ile accuracy na possession rate imeshuka kwa sehemu kubwa sana. Yanga leo hii huwezi kuona wakimaintain kwa kupiga pasi 30 40 50 hatipa. Yanga alikuwa piga mpaka pasi 30 40 hatipa. Yaani anaamua kupiga pasi na sogea mpaka mwisho. Yaani walikuwa wakiamua kumiliki mchezo, wanaweza wakatengeneza shambulizi mpaka likafika mwisho, whether lisiwe goli wakakosa au ikawa ni goal kick au whatever, lakini ule uwezo wa kumaintain mpira. Kwa hiyo tunakwenda kama timu tunarudi kuja kukaba. Kwa hiyo ilikuwa inawasaidia kuweza kumaintain namba. Sasa kwa saa hizi kwa muda mrefu sijaona Yanga akifanya total dominance ya mchezo. Kwa muda mrefu sijaona akifanya total dominance ya mchezo. Simba umeiona ikifanya total dominance ya mchezo? No. Ile total dominance ya mchezo ya Yanga ndio ilikuwa inaweza kuwasaidia kwa aina ya uchezaji wa Simba. Sio unaelewa? Yaani anavyocheza Simba saizi na Yanga hawana utofauti mkubwa kwa sasa hivi.
lakini nyuma walikuwa na tofauti mkubwa. Ndio maana Yanga alikuwa anaweza akashinda mechi alafu Simba asifanye kitu. Yaani Simba umefunga goli moja, goli mbili, alafu una cha kufanya kwa sababu Yanga bado wana dominate mchezo. Yaani tumekufunga, alafu unabidi wewe ufuate tempo yetu sisi tunataka sisi. Yaani uingie kwenye mfumo. Yanga walikuwa naweza wasikuruhusu kupishana nao. Sio, unanielewa? Yaani wanapiga pasi zile, wanapiga kwa sababu wewe sasa unakuwa tena mtumwa. Kwa hiyo umefungwa tena kwa mtumwa. Ndio maana Simba alikuwa anafungwa convincingly. Yaani anafungwa utamlaumu tu refa, lakini uone Simba ukiwa wanafika. Uone Simba kuna mechi moja Simba alifungwa akiwa hajapiga touch on target, kama unakumbuka. Yaani hawafiki. Unanielewa sio? Lakini sasa hivi Simba kwa anavyocheza ana uwezekano mkubwa wa kuingia kwenye eneo la Yanga na kupata on target na shot of target. Okay, kwa tafsiri hiyo Simba ni imepanda kuelekea Yanga ilipo au Yanga imeshuka kukaribia Simba ilipo? Yote ni majibu. Yote ni majibu, kwa maana kwamba Simba amejivuta ambako alikuwepo, lakini Yanga haijasogea kwenda sehemu nyingine na kidogo imeshuka. Nilikuwa natoaga ule mfano wangu kwamba Yanga alikuwa na asilimia 80 ya performance. Achile mambo ya namba ambao wanachukua calculations za kina Steve Mapunda hizi, achana na mambo ya namba. Wakati mwingine namba hazina uhalisia pia. Sawa? Basi hivi mcheza hivi mfunga hizi umeweka hizi tutoa ufanisi ni hii. Hiyo ni calculations tu ambayo ni mathematical. Lakini Yanga kwa mfano alikuwa na asilimia 80 ya ubora. Nikizungumzia ubora na base kwenye total performance kwenye particular match. Yaani ile kwamba zile takwimu za mchezo ukiachilia mbali magoli, yani timu inaweza kama inafanya total possessions, imepiga pasi nyingi zimefika, pasi nyingi hazijapotea, hawajaruhusu, hawajafanya makosa mengi, walikuwa kama wana asilimia 80 ya mchezo kwa upande wa ndani. Simba alikuwa na asilimia 40. Simba anasogea, anapandisha ubora wake mpaka asilimia 60. Alafu Yanga anatoka 80 anarudi kwenye 70. Kwa hiyo umeshuka lakini bado uko juu. Amepanda lakini bado hajakufikia. Kwa hiyo tupo kwenye 60 kwa 70. 60 kwa 70. Lakini kwenye 60 ya 70 maana yake ukija kuplus na ukubwa wa game, ukija kuplus na matamanio na kutaka kufuta uteja, ndio inakuja kwenye 70 kwa 70 sasa. Kwa sababu ni Simba na Yanga. Sio unanipata? Nimekupata vizuri hapa. Sawa, kwa tathmini hizo ambazo zimefanyika, Katalambula, una swali gani kwa Chief? Umaliza kila kitu. Sawa. Pengine tutazame sasa, kuna mechi nyingine, yes, si ndio? Yeah. Kuna mechi nyingine ambayo inahusisha Young Africans